Siku ya Jumamosi, chama cha wananchi CUF kilifanya uchaguzi wake na kumpata mwenyekiti mpya wa chama hicho Mirambo Yusuf, ambaye alichaguliwa kwa jumla ya kura 257 alizopigiwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa dharura wa chama hicho. Mirambo Yusuf, ambaye ni mwenyekiti wa CUF wilaya ya Kigoma mjini, anakuwa mwenyekiti wa 4 wa chama cha wananchi CUF taifa, akichukua mikoba ya Profesa Ibrahim Lipumba, huku nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar ikichukuliwa na Harub Mohamed Shams aliyepata kura 256. Kipekee hapa studioni naungana naye mwenyekiti huyo mpya Mirambo Yusuf, tukijadili mengi kuhusiana na ushindi wake aliopata na mwelekeo wa chama hicho. Karibu sana Yusuf. Asante sana, nashukuru. Kwanza hongera sana kwa ushindi uliopata. Asante. Natamani unieleze ulionaje mchakato mzima wa uchaguzi licha ya kwamba ulikuwa uchaguzi wa dharura? Mchakato ulikuwa mgumu kwa sababu unakutana na mgombea ambaye alikuwa kwenye uongozi uliopita. Maana yake yule aliyepata kura za kufuatia mimi alikuwa ni makamu upande wa bara, makamu mwenyekiti, na ni mtu ambaye ana historia kubwa ya uongozi mkubwa. Sasa mimi natoka ngazi ya wilaya, na kwa ufahamu mzuri tu mimi sikuwa mwenyekiti wa Kigoma mjini. Nilikuwa miaka 10 mwenyekiti wa Tabora mjini mpaka 2024 ukitokea 2014. So unakutana na mgombea ambaye ana historia hiyo, ametoka kwenye uongozi kipindi hicho. Inakuwa ni ngumu kidogo, lakini kama kawaida uchaguzi unategemea kwamba wapiga kura kawaida wanahitaji mtu ambaye anafanana na wanachokitaka. Wanahitaji mtu ambaye ataeleza yale wanayoyataka. Kwa hivyo mimi niliona nitarahisisha kwa kwenda mbele ya wapiga kura kujieleza vizuri ili niweze kufanikiwa, na ninaona hilo kama lilienda vizuri. Ushindani ulikuwa mkubwa kiasi gani? Ulikuwa mkubwa sana kwa sababu alianza kujieleza yeye dakika 15 na kupata maswali 15. Sasa unaona namna gani unakuwa na pressure ambapo mwenzio ndio kaanza kwenda ukumbini. Na unaona jinsi gani amechangamka kuweza kueleza makofi mengi. Of course. No, hawaruhusu makofi na kushangilia. Nilisikia kelele, maana mimi nawekwa mbali nisiwepo pale. Nilisikia kelele mara moja, na nilisikia kama sauti ya mwenyekiti wa uchaguzi alikataza. Lakini yeye alikuwa kwenye madaraka kwa sababu anaeleza aliyoyafanya moja kwa moja katika ngazi ya taifa. Sasa ulitumia mbinu gani hizo? Of course mimi na waeleza wapiga kura kwa sababu sina cha kueleza nilichokifanya kitaifa sana. Sasa mimi naenda pale kuwashawishi namna gani mimi nikiwa mwenyekiti wa taifa nitafanya hayo mambo ya kitaifa kupitia yale ambayo nimeyafanya mkoani na machache ambayo niliyafanya kama mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Sasa ushawishi ule na kuelezea baadhi ya mambo ambayo pia natumikia kitaifa, kwa maana nje ya siasa, kuvuta yale na kuleta uwezo ndani ya siasa, mtu anapata picha kwamba huyu kweli atatufaa. Lipumba iongoza CUF kwa kipindi kirefu. Ni fahari kiasi gani kwako kuchukua kijiti hiki hivi sasa? Kwanza mimi nafurahia mno kwa sababu anaondoka mwalimu wangu, anaondoka mzazi wangu, anaondoka role model wangu katika masuala ya siasa. Utaona hata mimi nikizungumza najaribu kuzivuta nukta kama ambavyo alikuwa akivuta nukta. Ni kitu ambacho nimechukua kwake, inasaidia kuzungumza kwa kulinda makosa yasiwe mengi kwenye kuzungumza. Kwa hivyo ameondoka kiongozi mkubwa na mzuri mwenye uwezo wa hali ya juu. Napokuja mimi sasa naona fahari kwa sababu natakiwa sasa nikapitie nyayo zake, nikaboreshe zaidi, nifanye kitu kikubwa zaidi. Kabisa. Kwa yule ambaye ndo kwanza anasikia jambo hili hivi sasa, anaweza kuwa ameshangaa, imekuwaje umefanya uchaguzi mwingine? Tupitishe kidogo, nini kilitokea mpaka kimsingi baada ya uchaguzi uliofanyika miaka mitatu 2016, of course 25 24, miaka miwili na kidogo iliyopita. Ule uchaguzi ulivyofanyika, kama kawaida uchaguzi unazalisha
watu wa pande hii na pande hii. So wale ambao walijifeel kwamba wakupata kura za kutosha na hawakufaulu, wakaangalia mapungufu ya uchaguzi. Kwa hivyo wao, na ikumbukwe mimi sikuwa kundi lolote katika hayo, kwa sababu sikuwa swali langu lilofuata ulikuwa miongoni mwao. Sikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, na wale ni wale ambao walikuwa pande mbili, wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa pamoja na viongozi wa baraza kuu, yani wajumbe wa baraza kuu. Kwa hivyo wao wakaona kwamba kuna tatizo katika kanuni. Chaguzi zetu hizi ufikia wakati tunatengua baadhi ya kanuni ili baadhi ya wagombea aidha baadhi ya mambo yaweze kwenda vizuri, mnazitengua. Sasa inaonekana kwamba ilitenguliwa kanuni ya idadi ya wagombea. Kawaida yetu sisi chama chetu, kanuni ya uchaguzi nataka mwisho kabisa, kama hata mmechukua fomu hata watu 100, 200, 300, baraza linatakiwa likachuje wabaki 3 pekee. Na hao 3 wakienda kugombea sasa mbele ya wapiga kura, wanatakiwa mshindi ashinde kwa 50 plus, sio 50 kushuka. Na sasa wakatengua kanuni hiyo ya kupeleka majina 3. Kwa hivyo yakaenda majina 9. Walipofika majina 9, inasemekana, manake mimi sikuwepo, sio mjumbe, inasemekana mwenyekiti wakati huo alitangaza kwamba wametengua na kanuni ya 50 plus. Lakini hawa waliokuwa wanapinga na ambaye hatimaye wameshinda hoja yao, wanasema hili alitangaza, lakini kwenye kutengua kule kwenye baraza hakutengua. Kwa hivyo wao wakapeleka malalamiko yao kwa msajili. Msajili alivyopitia malalamiko yao akajiridhisha kwamba wana hoja, na kwa kuwa wana hoja, ina maana mwenyekiti na makamu wenye viti, yule makamu mwenyekiti bara na makamu mwenyekiti Zanzibar, wanakuwa hawana sifa. Kwa hivyo msajili akapitisha kwamba inatakiwa chama kifanya uchaguzi haraka ya wanafasi hizo. Okay, hongera tena kwa mara nyingine. Kama ulivyosema, mshindani wako alikuwa na uzoefu mkubwa ndani ya chama, lakini hivi sasa tumeona vuguvugu kubwa. Mwaka mmoja miwili nyuma iliyopita, vijana wanataka mabadiliko, sio tu kwenye hatua ya kitaifa ama ngazi ya kitaifa, lakini tu hata kwenye hizi ngazi za vyama, viwe vya matawala ama vyama vya upinzani. Wanataka kuona damu changa ama damu mpya. Unadhani hii ni moja ya sababu ya ushindi wako? Inaweza kuwa, japokuwa umri wangu mimi sio kijana sio mzee, mimi nipo katikati, mimi na miaka 55. Na nilipofika pale nilihofu hiyo mambo ya ujana. Nikaona nafanana kijana, wasije wakaniangusha, wakampa yule ni mtu mzima, kwa sababu chama taifa, tena chama chenyewe kimeshawahi kuwa chama kikuu cha upinzani, kimeshawahi kutishia kuchukua dola. Wanaweza kaogopa tukimpa kijana atatupotosha. Kwa hivyo ilibidi nifike cha kwanza nikataja umri wangu ili nijilinde. Kwa hivyo of course mabadiliko yapo, na mimi what I believe mimi kwamba ni natoka kwenye ujana sasa. Miaka kama 5-6 ijayo nitaenda kwenye uo wanaita watu uzee, I think kama hivyo. Lakini sasa wapiga kura wengi ndani ya mikutano mkuu wanafanana umri kama wangu. Huo ndo ukweli, wapiga kura wengi wanafanana umri kama wangu. Lakini wakaona kama mwenzao. Na uwezo pia wa kujieleza ili uweze kuwavutia, kwa sababu mimi katika taaluma zangu mojawapo ni mwandishi wa habari. Na katika habari nimeweza kufanya mambo mengi. Nimefanya kazi katika radio, nimefanya kazi katika magazeti kuandika. So nina uwezo wa kujua hapa niingie kwa neno gani. Kwa hivyo niliwatazama wapiga kura, nikaona hapa mwenzangu anajieleza kwamba alifanya hichi, alifanya hichi kwa hela zake. Nikajua hapa anapitia engo ya ufadhili. Kwa hivyo mimi nilivyofika, cha kwanza nilisema sigombei kuwa mfadhili, nagombea kuwa kiongozi. Kwa hivyo kwanza hiyo nikavunja ile ambayo ni hoja ambayo walikuwa wanapitia sana. Na unapoongea pia unawatazama wapiga kura wanapokeaje hoja yako. Usije ukaenda hoja hata 5-6 hujawashika. Sasa nilivyosema hivyo nikawaona wengi wanaanza kuichukua kama inawagusa, nikaona tayari naenda vizuri. Kwa hivyo kimsingi maelezo yangu yalivyojieleza namna gani mimi nipo na nitakuwa yalishawishi zaidi kupata ushindi. Yusuf, umechaguliwa wakati ambapo
kumekuwa na maneno mengi tu kufuatia hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuamuru kurudiwa kwa uchaguzi ambao ulimweka madarakani Profesa Lipumba Disemba 2024. Hali hii kwako umeichukulia vipi? Kwa sababu wengine wanaona kama ilikuwa ni mbinu ya kumtoa madarakani Profesa Lipumba, na wewe unasema Lipumba ni mwalimu wako. Mwalimu wangu ametolewa kwa sababu ya kanuni. Waliompinga walikwenda na kanuni. Msimamizi wa vyama vya siasa, huyo msajili, kazi yake ni kusimamia na kuongoza, kulea vyama vya siasa. Ndo amepewa malalamiko, akajiridhisha pasina shaka kwamba waliolalamika wamekuwa na nguvu ya hoja. Kwa hivyo naweza kusema kwamba watu wasichukulie tofauti kwamba mwenyekiti profesa ametolewa kwa hila au kwa namna gani. Ametolewa kwa sababu ya katiba. Na sio katolewa kama kutolewa, ni uongozi wake yeye uliochaguliwa ndio umeondoshwa kwa kifungu cha katiba. Ni eneo gani ambalo wewe unalitazama kwamba hili ndilo ambalo nakwenda kuanza nacho na kwenda kuanza nalo wakati naenda kuiongoza CUF? Kimsingi kabisa chama chetu sisi ukikiangalia unaona kuna eneo linajionyesha wazi wazi. Mtu mwenye nia njema lazima anze nalo hilo. Chama chetu kimetoka kwenye uchaguzi mkuu wa serikali na kura za urais safari tumepata chache sana. Na kura za majimbo, yako baadhi ya majimbo tumepata kura nyingi, lakini mengi tumepata kura chache, na hatimaye hatukupata mbunge hata mmoja kwa bara na visiwani. Hiyo inaonyesha kwamba chama chetu lazima tukiimarishe kwanza kwenye mtandao. Lazima tushuke chini, tukawaunge vizuri, kama kuna sintofahamu tuziondoe, tujenge maelewano, tuongeze wanachama, tuongeze mashabiki na wapenzi wa chama ambao ndio watakipigia kura. Unamaanisha mtandao gani Yusuf? Mtandao kwa maana wanachama waongezeke idadi. Nikadhani mitandao ya kijamii. Of course hilo nalo ni lazima liboreshwe kwa sababu chama cha siasa kinahitaji pia social media. Kwa sababu huko ndio kuna kundi kubwa la wapiga kura ambao ni vijana, na kundi la kina mama linapatikana sana kule. Sasa ukijenga kitu kizuri hapo unaweza ukapata ushawishi. Ni kitu ambacho ndani ya miaka 5 tumelegalega upande huo. Tutaimarisha. Baadhi ya watu wanasema kwamba vyama vya upinzani vimepoteza mvuto. Ukisikia kauli kama hizo kwako unazipokeaje? Mimi kwangu naona wananchi ndio wamekata tamaa na siasa. Vyama vya upinzani havijapoteza mvuto kwa sababu chama cha siasa mvuto wake, jambo la kwanza kubwa ni sera yake. Na sera yetu sisi daima iko vizuri, na miundo yetu ya kutetea hizo sera iko vizuri. Sasa sisi tunashinda au hatushindi chaguzi, hilo ni jambo jingine, jambo mtambuka. Lakini kupoteza mvuto mimi siamini. Kwa nini unasema wananchi wamekata tamaa na siasa? Wamekata tamaa na siasa kwa sababu unaona wananchi wanakwenda kupiga kura, wanategemea waliyemchagua labda ndiye ambaye atapata kutangazwa. Baadhi ya maeneo wana uhakika na kile ambacho wamekifanya kufuatana na mikutano ya kampeni, kampeni za ndani kwa ndani, na utashi wa wao kwa wao pindi wakizungumza katika njia mbalimbali. Wanaona tena hakupata, na sometimes inakutwa kura za huyo walimtegemea zinakuwa chini mno, zinakatisha tamaa. Hilo wanaona kumbe hatuna nafasi ya kuchagua na kupata, wanakata tamaa. Maybe wengine hawako serious kwenye kuchagua, labda wanabadilika, aidha wanawasaliti wenzao, lakini pengine ni uchaguzi unavyofanywa na tume, labda kura hazilindwi ipasavyo. Inawezekana. Kwa uzoefu wako labda kwa uchaguzi tu uliopita, unadhani CUF mmekosa viti vyote vya ubunge bara na visiwani kihalali ama kulikuwa na zengo? Mimi naona kuna zengwe baadhi ya majimbo kwa sababu wako wabunge mimi naamini ndio tarajia ni waone bungeni wakafu. Kama jimbo gani na mbunge gani? Mtwara kule vijijini tulikuwa na mbunge ambaye amemaliza muda wake, alishinda tena, alimshinda kigogo wa CCM na amefanya vizuri mno mama yule. Shamsia Aziz amefanya vizuri katika jimbo, na alikuwa nakubalika miaka yote 4 na ushe alikuwa nakubalika na wote pande zote bila kujali vyama, na walikuwa wanamhakikishia kwamba atakwenda vizuri. I believe ameshinda. Sasa nini kilitokea? Mimi naamini uchakachuaji, maybe kura zimehesabiwa vibaya. Kama unavyosema kwamba wananchi wamepoteza, wamekata tamaa na siasa, huenda kutokana na michakato ya uchaguzi kama unavyosema. Sasa kama CUF na wewe mwenyekiti mpya, unajipanga vipi kuondoa ombo hilo?
Mimi nakuja na mtazamo wa kwamba nataka niongoze chama kufanya siasa za ukombozi. Siasa za ukombozi maana yake ni siasa za mazungumzo. Mimi nataka tufanye mazungumzo ya kutosha na chama tawala na serikali yao, tuweze kuona namna gani inafanyika maboresho ya katiba kufikia katiba mpya, ambao katiba hiyo ndio itaweka kipengele cha tume huru ya kweli ya uchaguzi, ambapo ikiwepo hiyo sasa kura zitalindwa vizuri, zitahesabiwa vizuri, na anayeshinda atatangazwa. Hapo sasa itabaki swala la nguvu ya kampeni na nguvu ya mtandao wa chama. Naamini hapo tunaweza kufanya vizuri. Umeshasikia pia tayari kuna watu wanataka kwenda kugonga hodi ofisi ya msajili kupinga uchaguzi ambao umekuweka wewe madarakani? Nasikia kama fununu, lakini nachoangalia mimi wanaotajwa kwamba wanakwenda, mimi mwenyewe na mahusiano nao mazuri. Sasa wanaenda kunishtaki wakati tunaenda vizuri, tawashangaa. Lakini sasa ndio wao wanasema hivyo, ni kama kwenye siasa wanasema wajumbe tuko na wewe, lakini ndio hao wana sasa hawa sio wajumbe, hawa ni viongozi. Viongozi waga wana msimamo. Mimi naona tulivyo vizuri, twende nao tu vizuri. Hao wanaosema unaona wanakuunga mkono. Of course. Sasa kwa nini kuna hizo fununu nadhani? Ni fununu zinatengenezwa kwa sababu siasa ndo eneo kubwa la propaganda, na propaganda siku zote sometimes inafanyika ili kufurahisha kundi fulani, ipite muda, machungu yapoe, kazi ziendelee. Sasa vipi kama hoja yao itapelekwa kwa msajili na akaona labda ina mashiko, akaamua kwanza kusema uchaguzi labda urudiwe tena, kwa tayari kuingia kwenye kinyang'anyiro? Kwanza haiwezekani. Kwanza kabla ya kuwa tayari, kwanza haiwezekani. Kama imewezekana kwa profesa, kwa nini siwezekane? Wao walikosea kanuni, si hatujakosea kanuni. Lakini na wao watapeleka hoja zao. Lazima wanukuu katiba, ambapo sisi tumeenda nao kifungu kwa kifungu vizuri. Kila sehemu ambayo ilileta shida, unajua unajifunza kutokana na makosa. Kwa hivyo kila sehemu ambayo ilileta shida tumeiweka vizuri. Sasa hakuna mwanya mwingine. Kila kipengele kimeenda vizuri. Unasema Profesa Lipumba ni mwalimu wako. Unatamani kuacha alama gani ndani ya CUF? Kwanza kabisa mimi ningependa hata kuweka sehemu ambapo itakuwepo jina lake. Mara kwa mara tukipita hapo tulione jina lake. Lakini pia nitapenda mimi katika mazuri ambayo alitufundisha, ikiwemo kufanya siasa za ustaarabu, ningependa mimi, Mungu anjalie, niende hivyo. Ili hata yeye akiangalia anaona nilifundisha vizuri. Narudi tena kwenye hoja yangu pale kwamba vyama vya siasa vya upinzani mnaonekana kama mmepoteza mvuto. Kuna maneno pia kwamba labda mnatumika kwa namna moja ama nyingine na serikali. Umejipanga vipi kuhakikisha kwamba wafuasi wenu wanakuwa na imani thabiti na ninyi bila kuhisi kwamba labda mnatumika ama kuwazunguka kwa namna moja ama nyingine, ama la mmepoteza mvuto? Kiukweli sisi tunatakiwa tufanye kazi ya chama cha CUF. Tukifanya kazi ya chama cha CUF, kwanza wanachama wa CUF wataamini tunafanya kazi bila kuwa mamluki. Wananchi nao wataamini tunafanya kazi bila kuwa mamluki. Sasa tukifanya kazi nje ya chama cha CUF, tukafanyia kazi chama kingine, wazi watatuona ni mamluki. Kwa hivyo mimi najiandaa, mimi na wenzangu tufanyie kazi chama cha CUF. Basi mtarejisha vipi imani yao kwa? Imani wataiona kwa matendo yetu kadri tunavyokwenda, miezi 3, 6, mwaka. Wakiona tunaenda vizuri, tayari watarudisha imani. Na binafsi natumia fursa hii kuambia watu angalie kwa makini ili warudishe imani mapema, tujenge chama imara, tuweze kushinda chaguzi za kiserikali, udiwani, ubunge na urais 2030. Of course. Producer wangu hapa Matias ameniandikia ujumbe, anasema kwamba ametusikiliza vizuri wakati tunazungumza ile hoja ya baadhi ya watu kutaka kwenda kurudi tena kwa msajili kupinga uchaguzi ambao umekuweka wewe madarakani. Anasema kwamba hoja yao, wanasema kwamba kabla ya uchukuaji wa fomu inatakiwa utangazwe wiki moja kabla, lakini pili, wajumbe waliopiga kura hawakuwa wajumbe halali kikatiba, na tatu, kuna watu walizuiliwa kuchukua fomu. Okay. Majibu ni kama ifuatavyo. Nimewasikia wajumbe wa tume ya uchaguzi ya ndani ya chama kwamba kwanza naanzia na wajumbe kuzuiliwa kuchukua fomu. Wajumbe hawakuzuiliwa kuchukua fomu. Kuna baadhi ya wajumbe imeelezwa kwamba walikwenda kuchukua fomu muda ukiwa umekwisha wa kuchukua fomu. Kwa hivyo hawakuruhusiwa, ambayo hiyo kanuni
ni sawa sawa. Lakini kitu kingine umesema, wanasema kwamba kwanza wapiga kura of course kwamba wengine hawakuwa halali, si ndio? Ya hilo swala ni swala ambalo mtambuka. Kitu cha kwanza, hawa ambao walikuwa madarakani ndio waliosimamia uchaguzi wa kuwapata wapiga kura, kwa maana wajumbe mkutano mkuu. La kwanza. La pili, kama mgombea ambaye alikuwa makamu mwenyekiti na akagombea mwenyekiti pamoja nami, ameibua hiyo issue yeye. Kama angekuwa mkweli alitakiwa ajitoe kwenye uchaguzi. Kwa mfano angeshinda, inamaanisha sasa angekirudisha chama nyuma. Baada ya kutangazwa baba angesema mimi naacha kwa sababu wajumbe walikuwa sio halali. A. B, angesema kwamba mimi naendelea kuwa mwenyekiti, nashukuru mmenichagua tufanye kazi pamoja. Angekuwa muongo kwa sababu ameona wajumbe sio halali na kagombea. Kauli kama hiyo kwanza inamuonesha kuwa ana shida kwenye ukweli, lakini pia anatakiwa jitathmini kauli kama hiyo. Pengine amepaniki na uchaguzi. Na shauri mimi, sio vizuri kuzungumza ukiwa na hasira. Tulia kwanza, poa, ili uongee ukiwa vizuri. Wanadai pia mchakato wa kuchukua fomu unatakiwa kutangazwa walau kwa wiki moja, lakini ni kweli, lakini hivyo ndio vifungu ambavyo baraza la uongozi la taifa lilitengua ili kurahisisha. Sio hiyo tu, kuna siku za kutangaza uchaguzi, lakini kuna muda wa kuchukua na kurudisha fomu. Wote ni mchakato ambao umebadilishwa ili kurahisisha uchaguzi ambao ni wa kidharura. Kwa hivyo hayo yote yamezingatiwa katika udharura, na ulinzi wake ni baraza lilitengua hizo kanuni na ikapitishwa, ambao hiyo haina mashaka. Natamani kusikia kutoka kwako, utasimamia vipi wakilishi wa makundi yote ndani ya chama chako, sio tu kama wafuasi lakini hata kwenye nafasi za kufanya maamuzi? Mimi kwanza nimewaambia na ninasema, na ndio msimamo wangu, sipendi makundi. Napenda turudi mezani, tuwe wamoja na kila mtu ajisikie anatakiwa kutumikia chama cha wananchi CUF. Lakini yule ambaye ana uwezo ataendelea. Na tayari nimefanya kikao cha baraza la uongozi, baraza kuu la uongozi jana, na nimeteua wajumbe waliokuwepo, kwa maana wakurugenzi waliokuwepo na wameendelea. Nimemkuta mkurugenzi wa fedha na uchumi yule, na nimepitisha kwa maana nimependekeza jina kwa kushauriana na wenye viti mbele ya baraza, na baraza limewapitisha, na tumemteua aliyekuwa mkurugenzi wetu katika upande wa habari. Tumemteua kwanza kukaimu, kisha tumemteua rasmi kuwa ni mkurugenzi wetu wa mambo ya nje. Sasa angalia, tumempeleka Marekani, tumempeleka Ulaya, tunamtoa Tanzania. Ndio maana yake shida za chama za nje atashughulikia yeye. Tumempenda na alikuwa katika uongozi uliopita. Hii yote inaonyesha si hatuna makundi, lakini niwe muwazi. Mtu anaweza akahoji kwamba tumemweka ili kuzima moto. No. Mheshimiwa Zainab mimi namjua na yeye anajua, namjua, ni mchapakazi. Mheshimiwa Ngulangwa kwanza elimu yake tu mimi inanishawishi, ni masters ya engineering. Kwa nini nidharau elimu kubwa kama hiyo? Kwa hivyo na waheshimu, nimewapendekeza na wamepita kwa sababu ya uwezo wao, wala sio kubebwa. Kwa hivyo iko vizuri. Wakati unakwenda kuanza kazi rasmi, hali ya kisiasa nchini kwetu unaionaje, na unadhani mazingira ni rafiki kiasi gani hasa kwenu vyama vya upinzani? Kwanza mazingira ya kisiasa nchini mimi naweza kusema yako vizuri katika hali fulani na yana shida katika hali fulani. Yako vizuri pindi ukifanya siasa za kistaarabu, kwa sababu ni wakati ambao tumetokea kwenye uchaguzi ulioingia rabsha kidogo. Na hayako vizuri kama hutofanya siasa za kistaarabu. Na kwa nini ufanye siasa za vurugu ili ulete vurugu? Siasa za kistaarabu ni zipi na zile za vurugu ni zipi? Ni siasa za kutangaza sera zako na kukosoa kwa lugha nzuri mwenzio. Sasa hivi hata wewe uwe ndio madarakani, anakuja mtu, wewe umejenga daraja kwa gharama ya labda ya bilioni 2, alafu anasema hili hamna kitu, wameiba, ni daraja la shilingi 300,000, na anayesema hana uchunguzi, hana ushahidi, anasema kwa maana lugha nyepesi anaropoka, anasema kwa maana lugha nyepesi anapotosha. Sasa huwezi kufurahi, huwezi kuridhika. Lakini hata maadili ya uongozi yanakataza kiongozi lazima uwe mwadilifu. Kuna vijana wana mihemko, unavozungumza hivyo anakumbuka kalala na njaa, alafu watu wamesingizia daraja la bilioni 3, kumbe la 300,000, ana panic, anaingia mtaani kwa sababu maneno yako. Kwa hivyo maneno kwa kiongozi lazima yawe mazuri.
tunaweza kushinda dola kwa kutumia lugha nzuri. Wananchi hawajasema wanataka kumchagua mwenye kuzungumza hovyo hovyo, wenyewe wanataka wamsikilize mtu anaifaa ndo wamchague. Kwa hivyo lazima tuwe na uchaguzi, of course lazima tuwe na mazungumzo na hoja na hotuba za kistaarabu. Yeah. Ujumbe wako wa mwisho kwa wafuasi wa CUF? Mimi nawaomba wana CUF waelewe kwamba hiki ni chama cha wao, chama ambacho kina sera nzuri, kina itikadi nzuri, kina mipango mizuri. Ni chama ambacho kikiungwa mkono vizuri kinaweza kikakomboa taifa hili. Sasa kunyongea na kukitenga chama chao ni kuharibu ukombozi wa taifa hili. Sasa tunawaita kwa pamoja, waliojitoa warudi, waliokata tamaa warudi, ili tuweze kwenda pamoja, tuweze kukomboa taifa letu. Ukombozi wa kweli wa Tanzania utapatikana kutoka chama cha wananchi CUF. Muda kweli unatutupa mkono, lakini swali langu la mwisho kabisa kwako, kuna hoja ya maridhiano. Kama CUF mpo tayari kwa maridhiano? Mimi niko tayari kama kiongozi mkuu wa chama kuzungumza, kwa sababu naamini mgogoro wote wa kisiasa hautatuliwi bila maridhiano, na tuna mifano hai Afrika. Angalia Burundi walikuwa wanauana, rais anachaguliwa mwaka huu, anauawa mwaka kesho. Wakakaa meza ya maridhiano, leo Burundi wanaishi vizuri. Angalia South Africa, Mandela aliteswa, aliwekwa gerezani, alivyotoka ilitegemewa atawaadhibu kina Botha, lakini alisamehe na akasema wazi, msamaha ndio ufumbuzi. Leo Afrika Kusini wanaishi vizuri, wanatengeneza mpaka helikopta, wako vizuri kwa sababu ya maridhiano. Mwenyekiti, asante sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.